Kauli tata kutoka kwa Jenerali Ulimwengu imetikisa Tanzania, huku ikimtia machungu Samia Suluhu na kuwasha Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Kauli iliyotolewa na mwanazuoni na mchambuzi wa siasa Jenerali Ulimwengu imeibua mjadala mzito nchini Tanzania, wakati taifa likijiandaa na maandamano makubwa yanayotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29. Ulimwengu ulionyesha hofu yake kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa nchi hiyo, akisema hali ya sasa imewafanya wananchi wengi kuishi kwa wasiwasi mkubwa, huku wengine wakionekana kama wanatembea wakiwa wamebeba raha ama roho zao mkononi, ishara ya hofu na kukosa uhakika wa kesho. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho hewa ya kisiasa nchini Tanzania imeanza kushika kasi, hasa baada ya vijana wa vuguvugu la Gen Z Movement kutangaza nia ya kuongoza maandamano yenye ujumbe mzito, no reforms no election. Ulimwengu alieleza kuwa vijana hao wameonyesha ujasiri wa kipekee katika kudai mabadiliko ya kisiasa, na jambo analoliona kama hatua muhimu kuelekea taifa lenye uwazi na haki. Alisisitiza kuwa haraka za vijana hazipaswi kuonekana kama tishio kwa serikali ya chama tawala, bali kama sauti halali ya kizazi kipya kinachotaka mabadiliko ya kweli. Kwa mujibu wa maelezo yake, vuguvugu hilo alihusiani na chama chochote cha siasa, bali ni mwamko wa kitaifa na kuikomboa nchi kutoka katika ukimya na kuibua mazungumzo mapya kuhusu uwajibikaji na demokrasia. Jenerali Ulimwengu alionya kuwa kupuuza kilio cha wananchi ni sawa na kujenga bomu la kijamii ambalo siku moja litapasuka bila kutarajiwa. Aliongeza kuwa taifa lolote linalokosa kusikiliza sauti za vijana na la wapigania haki linajiweka katika hatari ya kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kijamii. Na katika maelezo yake aligusia pia sakata la kutoweka kwa aliyekuwa balozi na mchambuzi wa siasa Humphrey Polepole, tukio ambalo limezua taharuki kubwa na kuibua hofu kuhusu usalama wa raia. Ulimwengu alisisitiza umuhimu wa serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha kuwa haki inatendeka na wananchi wanarudishiwa imani kwa vyombo vya usalama. Kauli zake zimepokelewa kwa hisia kali kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya Watanzania wameziona kama sauti ya uzalendo na tahadhari ya kisiasa. Wengi wamedai kwa maneno ya Ulimwengu yanaakisi uhalisi wa maisha ya wananchi wa kawaida ambao wanahisi kukandamizwa na kukosa nafasi ya kueleza maoni yao kwa uhuru. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa ujumbe wake ni mwito wa kuzingatia haki, uwazi na ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya kitaifa. Wameona kuwa vijana wa Gen Z wamechukua jukumu la kihistoria la kusukuma taifa kuelekea mabadiliko makubwa ya kisiasa, na ni kauli ya Jenerali Ulimwengu ambayo imekuwa kama kengele ya tahadhari kwa viongozi wa serikali na vyombo vya dola, ikiwakumbusha kwamba nguvu ya wananchi haiwezi kupuuzwa milele. Ujumbe wake umechukuliwa kama wito wa amani, haki na mageuzi ya kikatiba, ukisisitiza kwamba harakati za vijana si uasi, bali ni ishara ya taifa linaloamka kudai heshima, uwajibikaji na usawa wa kijamii. Haya yote yanaonyesha jinsi upepo wa kisiasa unavyobadilika nchini Tanzania, huku wanasiasa hasa vijana wakionekana kuchukua nafasi kubwa katika kueleza hisia zao. Na kwa sasa macho yote yameelekezwa Oktoba tarehe 29, siku ambayo historia mpya inaweza kuandikwa. Huu ni mtazamo wa Kenyascope, ukileta kwa undani simulizi za Afrika zinazoendelea kuunda mustakabali wa bara la Afrika.